Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukujuza kile ambacho Rais wa Urusi Vladimir Putin anakizungumza siku ya leo ya Ijumaa katika maswali na majibu, ikiwa ni sehemu ya kuongea na vyombo vya habari katika mwisho wa mwaka, kuangalia mambo mengi yaliyojiri katika mwaka mzima. Wakati huu Rais Putin ameambia mataifa ya Magharibi, hasa Umoja wa Ulaya, kwamba wanapaswa kurudisha mali ya Warusi. Rais huyo wa Urusi ameonya umoja huo kwamba majaribio yoyote ya kutumia fedha za nchi hiyo yataleta matokeo mabaya. Rais wa Urusi ameonya mataifa ya EU akisema EU hatimaye lazima ilazimike kurudisha mali ya Urusi iliyohifadhiwa chini ya vikwazo vinavyohusiana na Ukraine. Rais Vladimir Putin alisema, akionya umoja huo dhidi ya kugusa fedha hizo, akisema hatua hiyo itasababisha uharibifu wa sifa na hatari ya kudhoofisha misingi ya mfumo wa kisasa wa kifedha. Wafadhili wa Magharibi wa Kiev walizuia takribani dola bilioni 300 katika mali ya benki kuu ya Urusi baada ya kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo mwaka 2022. Pesa nyingi zinashikiliwa katika hazina ya Ubelgiji katika Euroclear. EU imekuwa ikijadili kutumia fedha hizo kama dhamana kwa kile kinachoitwa mkopo wa fidia kwa Kiev, na wiki iliyopita iliidhinisha sheria kuchukua nafasi ya kufungia kwa sasa na hatua ya muda mrefu ambayo ingezuia mali hiyo kwa muda usiojulikana. Hata hivyo, siku ya Ijumaa viongozi wa EU walishindwa kuidhinisha mpango wa mkopo huo na kuchagua badala yake kuongeza deni la kawaida kufadhili Kiev katika muda mfupi, huku akikubali kurejea mpango huo mara tu mambo yake ya kiufundi yatakapotatuliwa. Wakati wa kikao cha mwisho cha mwaka cha maswali na majibu na mkutano na waandishi wa habari mnamo Ijumaa, Putin alisisitiza kwamba matumizi yoyote ya pesa za Urusi yangekuwa wizi, na akaonya juu ya athari kwa Umoja wa Ulaya na mfumo mpana wa kifedha. Itakuwa ni wizi. Kando na hasara ya sifa, kunaweza kuwa na hasara ya moja kwa moja inayoathiri misingi ya utaratibu wa kisiasa wa kifedha duniani, Putin alisema. Na muhimu zaidi, chochote wanachoiba na hata wakifanya watalazimika kurudisha siku moja, watarudisha tu, amesema bwana Putin. Putin amesema kuwa kutumia mali ya Urusi kama dhamana kwa mkopo wa Kiev kungeongeza dhima ya nchi za Umoja wa Ulaya na kuongeza shinikizo kwa bajeti ambazo tayari zimesumbua, kwani malipo yoyote ya mkopo lazima yaonekane katika bajeti ya nchi inayotoa. Kutoa mkopo kuna maanisha nini hasa? Inaathiri bajeti ya kila nchi inayohusika kwa sababu inaongeza deni la umma hata wakati mikopo inayoungwa mkono na dhamana, alisema, akibainisha kuwa deni la taifa la Ufaransa kwa mfano tayari liko karibu 120% ya pato la taifa, na nakisi ya bajeti ni 6% tu, na kufanya matatizo yoyote ya ziada yanaweza kuharibu taifa hilo la Ufaransa. Ndio maana maamuzi yanayohusu kukamatwa kwa pesa za watu wengine sio rahisi, Putin aliongeza, akionya matokeo makubwa zaidi kwa wale wanaojaribu sio tu uharibifu wa sifa, lakini anasema kwamba wanapoteza uaminifu katika kesi hii katika eneo la Eurozone kwa ujumla. Urusi imelaani kwa muda mrefu kusitishwa kwa mali, na wiki iliyopita ilifungua kesi dhidi ya Euroclear mjini Moscow kuhusu uharibifu wowote unaohusishwa na kutoweza kusimamia fedha hizo. Siku ya Alhamisi, benki kuu ya Urusi ilisema itapanua kesi hiyo na kujumuisha benki za Ulaya zinazoshikilia mali hizo, ikitoa mfano wa kuendelea kwa majaribio ya EU kuzitwaa. Kesi ya kwanza ya kesi ya Euroclear ilipangwa Januari 16, huku vyombo vya habari vya Urusi vikiripoti madai hayo kuwa ni takribani rubles trilioni 18.2 au takribani dola bilioni 230. EU imetupilia mbali kesi hiyo kama ya kubahatisha, lakini wachambuzi wanaonya kuwa inaweza kudhuru taasisi za kifedha za umoja huo ikiwa itaenea zaidi Urusi. Kirill Dmitriev, mshauri wa rais kuhusu uwezekano wa kimataifa, awali alisema maendeleo kama hayo yanaweza kusukuma wawekezaji kuondoa fedha kutoka kwa umoja huo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua ni nini kinachojiri katika ulimwengu hapa The World News.